Mwili wa mwanafunzi mmoja wa kidato cha 3 kutoka Kisii ajulikanaye kama Ruth Moraa umezuiliwa ndani ya makafani ya hospitali ya Kisii kwa zaidi ya mwezi mmoja kutokana na deni. Familia ya marehemu inasema kati ya shilingi $900,000 wamefanikiwa kupata shilingi $23,000 pekee. Crispin Otieno aliwatembelea na hii hapa taarifa yake. Hili ni eneo la Nyanchwa viungani mwa mji wa Kisii. Tunakutana naye Faith Nyaboke na wanawe ndani ya chumba hiki kimoja. Mama huyu anasema wamefika mwisho. Hivi ndivyo wamekuwa kwa wiki 4 wakiomboleza mtoto wao Ruth venye alifungua shule, alikaa kwa shule karibu tu siku 4 kukaa sana jua kumaliza hata wiki. Na nilipigiwa simu nikaambiwa Ruth hasikii vizuri, kuja umchukue. Bill ilikuwa 1.4, SHA ikalipa 481, so ikabaki 926. Tumetembea hatujapata usaidizi. Tunaomba tu mtusaidie tutoe mwili tuende tusiki. Japo amekuwa akiishi hapa kwa msaada wa msamaria mwema akifanya kazi ya kijungujiko. Tumeona sasa tumeingia. Nyumbani kwao hali ni kama hii. Wenyeji wa kijiji hiki cha Kenyambi Keumbu pia wanaona giza. Kibanda hiki cha muda ambacho nusura kianguke kimesimama hapa kwa zaidi ya mwezi sasa, wakisubiri mwili wake Ruth nyumbani, ila mpaka wa leo hakuna dalili. Waombolezaji waliokuwa wakimiminika hapa hawapo tena. Sasa nimeshindwa. Huyu mtoto amekaa moja yake, sina pesa ya kumleta hapa nyumbani. Angalia vile ninakaa. Hata nyumba jirani ndio wanisaidia. Si wanisaidie tu mwili yake, sina pesa. Nimejaribu kutafuta hakuna. Hata chakula sina. Tumejaribu tuwezavyo, imeshindikana. Tumejaribu kufikia viongozi mbalimbali lakini imeshindikana. Hata jinsi ambavyo mnatutazama, hii nyumba tumejengewa na wanakijiji, wamejaribu. Sasa kitu kibaya, hakuna pesa ya kutoa mtoto huko mojali. Tuko na mwana tu. Hii mama ni masikini namba 1 kabisa. Muone huruma tu mtusaidie kwa upendo wenu. Karatasi hizi zikionyesha kuwa bima ya SHA imelipa shilingi $400,000 na sasa wakitakiwa kulipa shilingi $900,000. Kwa sasa wanazidi kuishi tu kwa matumaini kwamba ipo siku Ruth aliyetarajiwa kuwa mwanga wa familia hii atakuja kupumzishwa. Mwili wake ungali umehifadhiwa katika makafani ya hospitali ya Christa Marian mjini Kisii. Crispin Otieno, runinga ya Citizen. Gatuzi namba 25 ambapo